tukiongozwa katika tukio hili na Waziri Mkuu ndugu Mwigulu Nchimbi, Mwigulu Nchemba majina haya yanafanana. Katika tukio hili tunaongozwa na Waziri Mkuu ndugu Mwigulu Nchemba na mwenyeji wetu ndugu Azani Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mjane wa marehemu Jemina William, na viongozi wetu wa dini, paroko. Mungu awabariki sana kwa huduma hii ya leo. Ni huduma muhimu, na kama mlivyoona hadhira hii ilifarijika kwa neno hili, lakini kwa huduma hii nzuri. Na ninyi Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana kwa jinsi mnavyoendelea kutuhudumia. Na naposema ninyi ni pamoja na hii kwaya nzuri ya Kendege. Na kwa kweli wametubariki sana, na katika tukio hili linalohuzunisha kwetu pili imekuwa faraja. Mimi nafikiria kualika siku moja. Na niseme hivi, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 9 inahimiza amani na udugu wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu inaendelea kutaja yale mambo ambayo tukiyafanya yatajenga hiyo amani na udugu wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwashukuru viongozi kwa kutukumbusha mambo haya. Na niwashukuru kwa kuendelea kuhimiza amani na maadili ya jamii, mambo ambayo pia yataimarisha umoja wa kitaifa. Kwa hiyo kwangu mimi leo imekuwa ni faraja sana na haya ambayo mmetushauri. Na kwa kawaida kwa maadili ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano, mila na desturi zao, matukio kama haya huwa ni ya kujenga mahusiano hata kwa watu ambao tumekoseana. Ni kwa sababu ni matukio ambayo yanapotokea yanatupa fursa ya sisi kutafakari uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, lakini pia kutafakari uhusiano wetu na binadamu wenzetu na kuchukua hatua za matengenezo. Kwa hiyo halipaswa matukio yanayotuunganisha badala ya kututenga. Na kimsingi tunaoshabikia mambo mengine haya ni watu ambao tunaenda kwenye nyumba za ibada. Yesu anazungumza katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 12 kwamba kwa kadri unavyotaka utendewe wewe, watendee wengine hivyo hivyo. Hiyo ndio Torati na manabii na Zaburi. Baada ya kuyasema haya, niseme tu kama alivyosema Mheshimiwa Rosemary kwa mkoa wa Dodoma. Kumbe wanafahamu kwamba nifanya kazi kwa karibu na ndugu William Lukuvi. Ninazungumza wakati ambapo wengi wamezungumza sifa zake. Lakini kama nitarejea mnisamehe. Kama nitarejea yale yaliyosemwa mnisamehe. Huyu ni mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kujenga mahusiano. Na haishangazi kwamba ndio waziri pekee ambaye anaongoza kwa mawaziri kuchaguliwa kuwa chief whip. Chief whip, mratibu wa shughuli za serikali bungeni, au kwa lugha nyingine mnadhimu. Hiyo ni nafasi ambayo huyo inamtaka mtu mwenye mahusiano mazuri. Niliteua kwa mwanasheria mkuu wa serikali na kusevu katika kipindi kigumu sana. Mwaka 2015 kilikuwa ni kipindi cha transition. Yeye hakuwa chief whip, chief whip alikuwa Jenista Mhagama. Lakini niliona jinsi ambavyo wizara yake ya ardhi ilivyokuwa inashabikiwa na watu wa pande zote mle bungeni. Na ni wizara peke yake iliyopita bila kuhojiwa, ikiungwa mkono na wabunge wa pande zote mbili, opposition na chama kilichokuwa kinatawala. Mheshimiwa Peresu huko hapa ni shahidi. Kwa hiyo unaona ni mtu aina gani? Na haishangazi sasa kwa tabia yake hiyo, rais anamteua kuwa mshauri wake binafsi wa masuala ya mahusiano ya kisiasa na kijamii. Na nafasi hii ya uteuzi, rais akikuteua kuwa mshauri wake binafsi, ni kwamba anakuamini kwa sababu
viongozi wakuu ni lazima waamini watu tu. Lakini kuna watu ambao wanaweza pia kutumia nafasi hiyo trust vibaya. Ameifanya kazi yake vizuri, rais akasema sasa nenda bungeni tena ukanisaidie kule. Hizi ndizo zilikuwa sifa za ndugu William Lukuvi. Tunapokumbuka tukio hili leo na haya ambayo tumeshashauriwa, sisi wote tunaosikiliza tuwe na sifa kama hiyo ya kujenga mahusiano kati yetu na wenyewe. Nikiwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, yeye aliongoza ujumbe wa ofisi ya waziri mkuu kwenda kuzungumza na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar tulipokuwa kwenye mchakato wa kutunga ile sheria ya referendum. Niliona alivyo na mahusiano mazuri na viongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivi ndivyo tunavyopaswa kuwa. Hili ni taifa moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani muirejee vizuri ibara ya 9 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini moja sifa yake nyingine wamesema watangulize hapa. Huyu alikuwa anawatakia watu mema. Nilipoteuliwa mara ya pili kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, akanifuata akaniambia, mwanasheria mkuu, ngoja nikupe siri. Mimi posho yangu hii ya posho inaitwa nini ile? Pension. Nimeipeleka kwenye kununua hati fungate. Hii itakuja kunisaidia. Kwa hiyo huyu kwa vile alichukia rushwa, alitaka na kwa hiyo ukiona alichokuwa anasema Rosemary pale kama na hoteli ile pale, inawezekana ni katika hatua hizo. Alinishauri, nadhani alinunua jamaa hana hela. Kwa hiyo hakuwa mchoyo, alitaka watu wafaidike na mengine. Lakini huyu alikuwa ni mwepesi wa kujifunza. Kwa yale asiyoyajua alitambua, alikuwa na kipaji cha kutambua watu ambao akiwafuata watamsaidia kwa yale ambayo hayajui. Na akiwafuata anakusikiliza, ukimshauri anazingatia. Alikuwa ni mtu mwepesi wa kujifunza. Na kwa sababu hiyo alifiti, hakujiweka katika mazingira kujua kwamba yeye anajua kila kitu. Kwa akajifiti katika mazingira kuelewa vitu vingi. Na katika mazingira yale kwa kweli ikampa sifa hiyo. Lakini alikuwa mchapakazi. Lakini mtu aliyependa pia kutoa feedback. Wakati fulani Wizara ya Ardhi waliniomba, wakati yeye alikuwa ajawa waziri wa ardhi, nikiwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, kwamba niwape mwanasheria wa serikali ambaye baadaye wangemteua kuwa mkurugenzi wa huduma za sheria, director of legal services katika ile wizara. Nikiwapa kijana mmoja pale ambaye akili yake ni nzuri anyway. Sasa baadaye akateuliwa yeye kuwa waziri. Akanifuata siku moja tukiwa bungeni hapa, akasema, mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali, ninakushukuru sana, huyu kijana tuletea ni mzuri mno. Na kwa kweli ni mzuri mno, na huyo kijana humu serikalini ameendelea kuisaidia serikali, na Mungu ambariki huko aliko. Huyu ndio alivyokuwa huyu ndugu William Lukuvi. Lakini zaidi ya haya, mimi nisingependa kupoteza muda wenu. Unajua, ukipewa nafasi ya kuzungumza mtu unayemfahamu, ningependa kusema mengi sana kuhusu haya, but ninaogopa nisije nikaenda mbele zaidi. Sasa ushauri wangu sasa kwa familia, mzingatie ushauri tuliopewa na viongozi wetu wa dini. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ameondoka huyu ndugu yetu. Kila mmoja ana nafsi yake ya identity na utambulisho wake. Yaani hata akizaliwa leo mwingine pale kwenye familia mkamuita William wa Ving'ombe Lukuvi, hata kuwa kama huyu bwana. Ni pengo ambalo limeondoka, ni pengo ambalo halizibiki, linaumiza. Kwa hiyo mtapaswa kujifunza kuishi na hili pengo kwa namna ambayo isije kawaathiri sana na ninyi katika maisha yenu, tukiwa na imani kwamba kuna faraja kama ambavyo tumefundishwa baada ya maisha haya, na hasa kwa roho kufa katika Kristo. Kwa mjibu wa Ufunuo sura 14 mstari wa 13, tuna hilo faraja. Mkiumia sana hapa, hata mengine hamtayazingatia na ninyi mtaathirika. Kwa hiyo naombeni sana, na ninawapeni pole sana familia tukiongozwa na Jemina William. Nampa pole sana Mheshimiwa Rais Samia kwa pigo hili alilolipata, na ni pigo kwake.
Kwa sababu si moja anaondoka mwananchi wake, lakini mwananchi aliyekuwa msaidizi wake na msaidizi ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana. Nawapeni pole sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nakupeni pole sana Spika. Nawapeni pole sana wabunge. Nawapeni pole wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu huyu alikuwa na nafasi ya kitaifa. Uamuzi wake na hatua zake zinamwasili kila mmoja kwa nafasi yake. Nawapeni pole sana kanisa lake alilokuwa na hudumu pale anapokuwa na sali. Na watu wote nawapeni pole sana jimbo lake la Isimani. Baada ya kusema hayo, Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki sana. Rehema na fadhili zake zitupungukie, na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuendelea kuishi licha ya udhaifu na maovu yetu. Asanteni sana.